Eleza wafanyabiashara wakuu wa Urusi mpango huo katika kikao cha faragha cha usiku wa manane kilichofanyika Kremlin tarehe 24 Disemba. Kwa mujibu wa maelezo hayo, Putin anataka kudhibiti Donbas yote, lakini nje ya eneo hilo uwezekano wa kubadilishana sehemu ya maeneo kati ya pande husika haujaondolewa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika taarifa kwa waandishi wa habari iliyotolewa na ofisi yake Jumatano kuwa ujumbe wa Ukraine na Marekani ulikaribia kukamilisha mpango wa vipengele 20 baada ya mazungumzo yaliyofanyika mwishoni mwa wiki mjini Miami. Hata hivyo, alisema pande hizo mbili hazijafikia mwafaka kuhusu madai ya Ukraine kukabidhi maeneo ya Donbas ambayo bado inayadhibiti, wala kuhusu hatma ya kituo cha nyuklia cha Zaporizhia kinachodhibitiwa na majeshi ya Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi mara kadhaa kumaliza mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita kuu vya pili vya dunia. Mjumbe wake Steve Witkoff pamoja na mke wake Jared Kushner wamekuwa wakifanya mazungumzo na Urusi, Ukraine na mataifa ya Ulaya. Maelezo kamili ya mapendekezo ya Marekani bado hajawekwa wazi, ingawa maafisa wa Urusi wamekuwa wakirejea mara kwa mara kile wanachokiita makubaliano ya awali yaliyodaiwa kuafikiwa kati ya Putin na Trump katika mkutano wa kilele uliofanyika Anchorage, Alaska mwezi Agosti. Urusi yadai Donbas. Kwa mujibu wa makadirio ya Urusi, nchi hiyo inadhibiti Crimea yote iliyoteka mwaka 2014. Na sasa ni mtazamo wangu na Ive Buchana. Karibu katika mtazamo wangu. Mambo ni yaonavyo katika ligi kuu ya soka ya England. Jina langu ni Ive Buchana. Nianze na mechi ya Boxing Day, Manchester United kukipiga dhidi ya Newcastle United kwenye uwanja wa Old Trafford. Manchester United haijakuwa na mchezo wa kuridhisha, ndio maana na kwenda upande wa Newcastle United kushinda 2-1. Jumamosi zinapigwa mechi kadhaa. Nottingham Forest itakuwa nyumbani dhidi ya Manchester City. Manchester City haijaniangusha katika mtazamo wangu, ndio maana na kwenda upande wake kushinda 3-1. Arsenal, kinara wa ligi hadi hivi sasa, itaialika Brighton na kuipepeta mabao 2-0. Brentford itakuwa nyumbani dhidi ya Bournemouth na tabiri sare ya 1-1. Burnley itaialika Everton na kwenda upande wa Everton kushinda 1-0. Liverpool itakuwa Anfield kuialika Wolverhampton na kuinyuka 2-0. West Ham United itakuwa nyumbani katika uga wa London Stadium dhidi ya Fulham na kwenda upande wa West Ham kushinda 1-0. Chelsea kwenye uwanja wa Stamford Bridge itaialika Aston Villa, timu ambayo iko katika fomu ya ajabu, na tabiri ushindi wa Aston Villa 3-2. Jumapili itapigwa mechi mbili. Sunderland itaialika Leeds United na kuishinda 2-1. Crystal Palace itakuwa uwanja wake wa Selhurst Park kumenyana na Tottenham Hotspur ambao wako katika hali mbaya sana, na tabiri ushindi wa Crystal Palace 2-0. Mtazamo wangu ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukutane tena weekend ijayo. Jina langu ni Ive Buchana. Na sana mkaribisha mwenzangu Asha Juma na mkusanyiko wa makala ya waridi wa BBC. Akiwa nyumbani au kazini, mama au mwanamke yoyote yule anakumbwa na changamoto ambazo zinatikisa sio tu hali yake ya maisha kifedha, bali pia kiakili na kimwili. Na japo wengi wao wamehisi kwamba maisha yamewasukuma hadi mwisho wa mawazo, baadhi wamejinasua kutoka kwa madhila yaliyowakumba na kuanza upya maisha kwa mtazamo chanya kwamba changamoto hizi sio utambulisho wa maisha yao. Na kama ua la waridi lilivyozingirwa na miba, wengi wao hujichanua kama maua hayo mazuri yenye urembo na harufu tamu. Yanayofuata ni taarifa za baadhi ya wanawake waliotupambia makala yetu ya waridi wa BBC katika mwaka wa 2025. Karibu naungana nami wako Asha Juma. Nikukumbushe tu jinsi mabinti hawa walivyoshinda vita dhidi ya nafsi zao, madhila ya kijamii, bila pia kujali mapungufu yao kimwili au kifedha. Tunaanza moja kwa moja na Florence Amunga, mama wa makamu ambaye alipatwa na mkasa baada ya uchaguzi wa Kenya mwaka wa 2007. Alipoteza wanawe akiwaona kwa macho yake.
Rais wa Marekani Donald Trump ameamrisha jeshi la nchi yake kutekeleza shambulizi kali na hatari dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State nchini Nigeria. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Tegar ameiambia BBC kwamba mashambulizi hayo ya angani yalitekelezwa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kwamba waliolengwa ni wapiganaji wa makundi ya kigaidi. Aidha, waziri huyo amesema kwamba operesheni hiyo ya kijeshi ilikuwa imepangwa kwa muda mrefu na kuongeza kwamba ilifanikishwa kutokana na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo kutoa taarifa muhimu za ujasusi. Katika taarifa iliyochapishwa siku ya Krismasi, Rais Trump amesema kwamba alikuwa ameshatoa onyo awali kwa aliowataja kama magaidi wachafu ambao wanawavamia Wakristo nchini Nigeria. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Tegar amesisitiza kwamba mashambulizi hayo hayakuhusiana na swala la dini. Kikosi cha jeshi la Marekani linaloshughulikia Afrika, AFRICOM, limesema kwamba wapiganaji kadhaa waliuawa kwenye shambulio hilo. Mwezi Oktoba, Rais Trump alitishia kuingilia kati ikiwa Nigeria ingeshindwa kumaliza kile alichokitaja kama ghasia dhidi ya jamii za Wakristo. Sasa swali ni kwa nini Marekani imejihusisha na swala hili? Huyo hapa Makochi Okafor na maelezo zaidi. Tuna makundi mengi ya kijihadi kama vile Boko Haram, Islamic State, West African Providence na mengine mengi ambayo yamekuwa yakichipuka na kushambulia mashule, makanisa na hata misikiti. Siku chache zilizopita kulitokea shambulizi la mtu kujilipua nje ya msikiti, na hapo hakuna mtu ambaye amekiri kuhusika na shambulio hilo. Jambo kama hili sio nadra kutokea katika jimbo la Borno, ambapo shambulizi lilifanyika msikitini. Kwa zaidi ya muongo mmoja, Nigeria imekumbwa na tatizo hili. Makundi mbalimbali yakijaribu kulazimisha jamii husika kukubali itikadi na maoni yao. Ila pia jeshi la Nigeria limekuwa likikabiliana nayo, japo inaonekana kuna ongezeko la mashambulizi ya aina hii katika miaka ya hivi majuzi. Hali ambayo huenda ikawa ndio sababu serikali ya Marekani kuamua kushirikiana na serikali ya Nigeria kudhibiti mambo. Turejea Afrika Mashariki, zikiwa zimesalia siku 20 pekee kabla Uganda kuandaa uchaguzi mkuu. Maoni mseto yanazidi kuibuka kuhusu suala la watu kusalia katika vituo vya kupigia kura mara baada ya kupiga kura. Upinzani umetofautiana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Yeye amewataka wapiga kura kurejea nyumbani baada ya kupiga kura, lakini upinzani wanasisitiza wananchi lazima wasalie katika vituo ili kulinda kura. Mwandishi wetu Shuaib Ibrahim anaripoti kutoka Kampala. Kampeni za wanasiasa wa vyama mbalimbali vya kisiasa nchini Uganda zinazidi kushika kasi. Kwa sasa zimesalia siku 20 pekee kufika Januari 15, tarehe ambapo taifa hili la Afrika Mashariki linatarajiwa kuandaa uchaguzi mkuu. Mnamo Disemba 24, tume ya uchaguzi ilipokea zaidi ya karatasi milioni 21 za kura ambazo zinatarajiwa kuwatosha wapiga kura milioni 21 waliojisajili kushiriki kwenye uchaguzi huo. Wagombea 8 wameidhinishwa na tume ya uchaguzi kuwania kinyang'anyiro cha urais, ambapo 7 kati yao wanataka kumrithi Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa miongo 4 sasa. Na huku kila mmoja akiendeleza kampeni zake akinadi sera ambazo anahisi zinafikiana na mahitaji ya raia, kumezuka mjadala mkubwa nchini humo kuhusu swala la wapigaji kura kusalia katika vituo vya kupigia kura au kurejea majumbani mwao pindi baada ya kushiriki zoezi. Wapiga kura wenyewe wameelezea maoni yao tofauti kuhusu swala hilo. Jambo la kupiga kura eti kisha turudi nyumbani, hilo si jambo zuri. Napaswa kuhakikisha nalinda kura yangu kwa sababu ni mimi niliyeshiriki zoezi la upigaji kura. Katika kampeni zake, mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amekuwa akiwahimiza wafuasi wake kusalia katika vituo vya kupigia kura baada ya kupiga kura ili kulinda kura zao. Matamshi hayo yamesababisha jawabu kali kutoka kwa vyombo vya usalama na tume ya uchaguzi yenye jukumu la kuandaa uchaguzi. Lingekuwa jambo la busara kwa mpiga kura kurejea nyumbani baada ya kupiga kura ili itoe nafasi kwa wale ambao bado hawajapiga kura wapate nafasi ya kufanya hivyo. Lakini unapobaki kituoni kwa sababu ya sehemu finyu katika kituo cha kupiga kura, unasababisha msongamano. Maoni hayo mseto yameibua maoni mseto kuhusu iwapo tume ya uchaguzi itafuata mkondo wa sheria au maagizo ifikapo Januari 15. Ukikaa mita 20 utaona kitu gani? Mwenye mtu ataona nini kitu ni yule jamaa. Kila mgombea anakubaliwa, parliament anakubaliwa watu 2, nafikiri kina president wanakubaliwa watu 3.
kazi yao ni kuangalia kwamba kura inapigwa kwa wanafuatia sheria. Sasa wale watatu au wale wawili wanafanya kazi gani? Kwa sababu wao wakimaliza kupiga kura, wakimaliza kuhesabu, wanaweka vidole pale. So inaonyesha kwamba ni mambo ya siasa tu. Kwa sasa wagombea urais wanaendelea kunadi sera zao kwa wapiga kura kote nchini, lakini mara kwa mara vyombo vya dola vimeshtumiwa kwa kumshambulia mgombea urais Bobi Wine na kuzuia kampeni zake. Jeshi la polisi kwa upande wake linamshtumu Bobi Wine kwa kutofuata maagizo ya tume ya uchaguzi na hivyo kusababisha mvutano baina yake na vyombo vya usalama. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Kutoka Kampala tuelekee nchini Morocco ambapo heka za kuwania taji la ubingwa wa Afrika katika michuano ya AFCON inaendelea, lakini sasa macho na masikio ya wanaafrika Mashariki ni kesho katika mchezo utakaozikutanisha timu mbili kutoka ukanda huu. Taifa Stars ya Tanzania na The Cranes ya Uganda zinashuka katika uga wa Al Medina kuwania alama 3 muhimu baada ya kupoteza michezo yao yote ya ufunguzi. Omari Mkambara ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Rabat, Morocco. Dabi ya Afrika Mashariki kwenye michuano ya AFCON itapigwa hapo kesho Jumamosi. Timu ya taifa ya Uganda, The Cranes, dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Timu hizi mbili zote zilipoteza michezo yao ya kwanza, Uganda akipoteza mbele ya Tunisia, Tanzania akipoteza mbele ya Nigeria. Shughuli itakuwa pevu kesho kwa mataifa haya mawili ya Afrika ya Mashariki. Sisi mchezo wetu wa kesho tunahitaji kushinda. Najua hautakuwa mwepesi kama watu wanapofikiria. Kama hivyo nilivyosema mwanzo, ni majirani zetu, tunafahamiana vizuri for each, lakini pia kila mchezaji anajua umuhimu